Shukran sana Amelia Kisienya kwa taarifa hiyo. Licha ya chama cha UDA kumwaga zawadi kemkem ikiwemo magodoro yenye nembo ya GOK, mitungi ya gesi na hata maboti kando na maendeleo ndani ya muda mfupi katika eneo bunge la Olkalau ili kuwashawishi wakazi wa eneo hilo kumchagua mpeperushaji wa bendera ya chama cha UDA. Juhudi hizo hazikufua dafu, badala yake wakazi walimchagua mgombea wa wadhifa huo kwa chama cha DCP, kuvurugu zikishamiri siku ya kupiga kura baada ya dalili kuashiria mambo kwenda mrama na wakazi wakakaidi. Je, ni wapiga kura wamefunguka macho au sera za Rais William Ruto zimemchongea au ni mabadiliko tu kwa siasa? Mwanahabari wa masuala ya siasa Alan Ochanda amekuwa Olkalau na kutuandalia taarifa ifuatayo. Punde tu tume ya IEBC ilipotangaza kuwepo kwa uchaguzi mdogo wa Olkalau, chama tawala cha UDA kilielekeza makeke yake eneo hilo na kuligeuza lenye shughuli tele za ujenzi wa barabara, kituo kipya cha reli na kuunganishwa kwa umeme. Na pesa taslimu zikionekana kutoleta agano la kisiasa, wakageukia chambo kama vile magodoro yenye nembo ya GOK, mitungi ya gesi, viatu na kwa mara ya kwanza maboti yakatua Olkalau. Haya yote wakazi waling'ang'ania, ila ilipofika wakati wa kurudisha mkono wakakaidi. Siasa ya Olkalau inafaa ikuwe funzo hata kwa chama tawala, lakini usiende kufanya kinyume ya chale umepewa alafu unafikiria kwa sababu uko na freelance ya kuingia katika public coffers atunaweza misuse resources ukuje ukahadae watu nazo. Hii ni shule ya msingi ya St. Peter's ACK Huruma Comprehensive hapa katika eneo la Olkalau. Ni mojawapo ya shule ambazo zilitumika kama vituo vya kupiga kura. Mpeperushaji wa bendera ya UDA Samuel Mushina alipiga kura hapa katika shule hii. Ila nje yake ni barabara hii ya lami ambayo ujenzi wake ulikamilika siku ya Jumatano, mkesha wa Alhamisi siku ya kupiga kura. Je, dhamira ya ujenzi wa barabara hii kabla ya uchaguzi ilikuwa nini? Na dhamira hiyo iliafikiwa au la? Tunaona ilikuwa imetoka huko ikafika pale. Sasa hii walikuwa wameachia nani? Singemalizika siku hiyo. Kwani tutakuwa tu tunapakwa hii si pesa ni yetu na hii serikali ni yetu. Ni lazima watu bribe ili tuwafanyie kazi. Siku ya uchaguzi aidha, dalili zilipoashiria kuwa nyota ya Samuel Mushina wa UDA haingeng'aa, vurugu ikaanza hafla. Wanaume walioficha sura zao wakiwa kwenye magari yasiyo na nambari za usajili bila uoga wakaanza kufiatua risasi hewani, labda kuwatia hofu wapiga kura. Ila wapiga kura walisalia kidete. Vile kumeanza kuonekana kama ile uchaguzi mwingine uliona haikuweza kuibikana na president mwenyewe alikuwa kwa serikali na hakuweza kuiba kura. Kumeanza kuonekana kura iwezi ibiwa. Kura zikiwa zimelindwa vizuri, kura haziwezi ibiwa. Hii wananchi wa Olkalau ile kitu wameoneshana, inaonekana kura kuiba itakuwa ngumu sasa. Matukio hayo sio ya kawaida na yaliibua maswali kuhusu kilichosukuma mabadiliko haya ya hafla. Je, ni sera za rais au wakati mgumu tu wa kiuchumi? Ama ni mabadiliko ya kisiasa? Maisha imekuwa gumu, SHA haifanyi, mahospitali haina dawa, watu wote ni kulia. Sasa hiyo pande wewe unaweza enda hiyo pande hiyo. Sasa wacha tu sasa tuanzie na mwamko mpya. Shida imetokea wakati alitoa kiongozi deputy president. Hiyo ndio sasa hapo ndio shida ilianzia kati ya Mlima na president. Na matokeo yake ikawa ni Samuel Mushina wa UDA kupata kura 5,000 licha ya fedha na mazuri kumiminiwa wapiga kura dhidi ya Samuel Ngodho Kamau wa DCP asiye na uungwaji mkono wa serikali. Hili likichukuliwa kuwa huenda likawa kifungua macho kuwa uamuzi wa wananchi unapiku njia zozote mbadala. Alan Ochanda, KTN, katika eneo la Olkalau, kaunti ya Nyandarua.